nilimsikia, nilikuwa niko safarini, niko nakula ruti za ndege kwanza, na enjoy maisha, umeelewa? Yule brother kitu alichokizungumza, kwanza ameenda kwa fact, kazungumza kulingana na kwanza kaomba kwa kiongozi wetu mkubwa ambaye ni Engineer S, sawa, rais wa klabu ya Yanga, lakini sio klabu ya Yanga tu, ni mwenyekiti au ni rais wa vilabu barani Afrika, si unaelewa? Na ofisi yake iko Morocco sasa hivi. Kwa hiyo alimuomba kwamba kulingana na mjibu wa katiba yetu, tunaomba tuwe na mkutano wa dharura tuweze kuweka azimio kuhusiana na dabi iliyoahirishwa tarehe 8, kwa sababu nafikiri kama mimi binafsi muda mrefu hatujaongea na waandishi wa habari, na kama nyie muda mrefu, umenielewa? Bwana Waziri Tambiko kutoka Chapesa Media, kutoka pia ukiangalia Choice, lakini M15 nilikuwa nimewamisi bwana. Ili furukuto mwanangu lilikuwa linanichambua, linanifurukuta, kwa sababu tufike sehemu ule mchezo sasa hivi kila Mtanzania anajua sheria, kanuni na taratibu za mchezo. Umenielewa? Nataka niseme kitu kimoja. Kuahirishwa kwa mchezo duniani au FIFA imeorodhesha sababu ngapi? 3. Ndio ambazo zinaweza zikaahirisha nini? Mchezo chini ya masaa 12. Chini ya masaa 12. Sababu ngapi? 3 ambazo wameziutaja. Swala la kwanza, hali ya mabadiliko hali ya hewa. Sababu ya pili, kifo cha kiongozi yoyote mkubwa katika nchi. Sababu ya 3, wameainisha sababu za kiusalama ambazo ndo zinaweza zikapelekea nini? Kuahirishwa kwa nini? Kwa mchezo, kwa ghafla. Umenielewa? Yaani tunasema unaondoka sasa kwenye sheria au kwenye kanuni za kwamba hapa inatakiwa tunalazimika kuahirisha mchezo. Sasa tuangalie wale ndugu zetu tarehe 8 walidai kunyimwa haki yao ya nini? Ya msingi, kufanya mazoezi yao ya mwisho. Ile sio sababu ambayo inaweza ikapelekea kuahirisha mechi. Ukiangalia kanuni ya Tanzania Premier League, kanuni namba 12 inatuelekeza kwamba kwa timu mgeni kuto kupata haki yake ya kufanya mazoezi haipelekei mchezo kufanyaje? Kuvunjwa au kuahirishwa. Umenielewa? Yeye anacholalamikia ni kanuni ya 17 kifungu kidogo cha namba 45 kwamba nimenyimwa kufanya mazoezi, kupata haki yangu ya kufanya mazoezi. Umenielewa? Ya mwisho katika mchezo husika. Umenielewa? Nataka niwaulize kitu kimoja. Mimi siku zote nasimama kwenye fact. So hatuzungumzii unafiki. Umenielewa? Ile siku pale tuko wakati lile tukio linatokea, mnavosema mabouncer wa Yanga walizuia wachezaji wa nini? Klabu ya Simba kuto kupata haki yake ya mwisho ya mazoezi, sio? Ile geti lilikuwa liko wazi. Kwa video ambazo mnaziona au waandishi ambazo walirusha zile video, kama zilichukuliwa sehemu ya kufanya wao wasipate haki yao, kuna geti lolote lilikuwa wazi? Nataka nikuulize kitu kimoja. Wewe ndio mmiliki wa funguo wa nyumba yako. Mtu anakuja kulalamika, wewe unajua kabisa geti langu nimeifunga. Umemweka mlinzi. Halafu mtu anakuja kulalamika, bwana kuna mtu mlinzi wako amenipiga, nilikuwa nataka niingie kwako. Na unajua kabisa geti limefungwa na funguo ninazo. Unamuona na akili timamu? Utamuona na akili timamu? Amekuzuiaje wakati mlango umefungwa na funguo ninazo mimi? Wewe unalaumiwa. Kwanza ndio ujue hiyo ilikuwa ni drama. Umenielewa? Ni michezo ambayo ilitengenezwa ya kipumbavu. Na pia tukitoka hapo tuje kwenye swala la mheshimiwa. Niseme rais wa TFF Wallace Karia. Ili swala kikweli mimi binafsi sijalipenda. Kauli yake mimi sijaipenda. Kutuambia wanayanga tukacheze sinema. Kutuambia wanayanga tuwahoji viongozi wetu kama wako sahihi. Umenielewa? Na katika uongozi wake klabu ambayo imenufaika sana ni Yanga. Hizi kauli kikweli mimi sijazipenda. Kama shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga sijazipenda totally. That is why nataka nikwambie, mmeona sasa hivi kwamba kuanzia kwenye mchezo wa Simba Queens na Yanga Queens KMC, nadhani mliona mabango wanachama ambao kiasi gani wamechukizwa.
lakini umeona maazimio ya matawi mbalimbali. Umeona Mwanza, umeona Mbeya pia. Jana tulikuwa na hiyo issue Mbeya, tumekutana na wanachama waliopo Mbeya, walikuwa wameitana kama mkoa kutoa azimio kwamba tunawaomba viongozi wetu mechi hii isipewe nafasi tena ya kuchezwa, kwa sababu kama Yanga ilifuata kanuni, ilifuata sheria, ilifuata utaratibu, na bado iliwaomba kwamba hatuna imani na uongozi wa bodi ya ligi, ikamtaja Almas Kasongo na Steven Mguto, na bado huyo waliokuwa wametajwa wanasimama tena. Umeiziona hoja zao? Mmemwona Steven Mguto amesemaje? Kwamba ile siku tusingetumia busara, ile siku tusingetumia busara, Simba ilitakiwa shuke daraja. Sasa tunarudi kwenye hoja ya msingi. Kwa nini Yanga anapokuwa anakosea tunasema sheria zifuatwe? Kwa nini Simba anapokuwa anakosea tunasema tutumie busara? Nataka nikukumbusha kuna tukio. Nakukumbusha kwanza. Kuna tukio moja Steven Mguto amezungumza akisema 2021 dabi ya Kariakoo. Wao bodi ya ligi waliahirisha mchezo, muda walisema saa 11 na kukumbusha. Mchezo ulikuwa saa 11 ukahamishwa kutoka saa 11 mpaka saa 1. Nataka ndio maana nimekwambia hapa mwanzo kabisa kwamba sababu ambazo zinapelekea kuahirishwa kwa mechi au mabadiliko, yani timu yeyote mabadiliko ya mchezo, umenielewa, inatakiwa yatolewe kuanzia masaa 12, 24 mpaka 72. Mabadiliko ya nini? Ya muda. Sasa je, tunakuja ni kanuni gani ilitumika saa 8 wakati timu imeshajiandaa kutoka Avic Town inaelekea Benjamin Mkapa, inaambiwa kwamba mchezo umeahirishwa? Ni kanuni gani? Mnakumbuka ile sakata wao wenyewe bodi ya ligi walisimama kwamba ni kweli tulifanya makosa? Waandishi, si mnakumbuka? So walisimama kwamba tumefanya makosa, mtusamee bodi ya ligi, na mwisho wa siku tukafika maridhiano, tukarudiana mchezo. Sio hapo walipigwa Hamza, si mnakumbuka vizuri? Sasa ndo tunasema kwamba tuangalia juzi, mtu wa kwanza kutoa taarifa ya kwamba hatutaleta timu uwanjani ni klabu gani? Sasa nataka niwaulize waandishi na Watanzania wote wanaonisikia kwamba timu ina mamlaka ya kutoa yani ya kutoa, tuseme sijui nitumie lugha gani, kwamba inafanya maamuzi, yani hukumu. Pale Simba alihukumu, umenielewa, kwamba hatutaleta timu kwenye mchezo huu, lakini sio kwenye mchezo huu mpaka michezo mingine ya bodi ya ligi kuu, yani NBC Premier League, umenielewa, mpaka wapate haki yao. Je, tunarudi kikanuni, anasema hivi, makosa kikanuni yanahukumiwa kikanuni. Sio hivyo waandishi? Makosa kikanuni yanahukumiwa kikanuni. Yeye kama alinyimwa haki yake ya kufanya mazoezi, ilitakiwa iandikie barua au kutoa taarifa kwa bodi ya ligi, umenielewa, au TFF, bodi ya ligi pamoja na TFF. Hafu bodi ya ligi na TFF waingie kwenye uchunguzi, anachokilalamikia mpinzani ni sawa, na tunatambua kwamba timu mgeni asipopata haki ya kufanya mazoezi kwa sababu za kutokana na timu mwenyeji, faini yake ziko wazi, ni milioni 2 mpaka milioni 5, sio? Sote tunajua. Sasa tunakuja kwenye swala, je, hiki kilichofanyika asubuhi tarehe 8, bodi ya ligi walitangaza mchezo nambari 184 kati ya Yanga na Simba uko pale pale, endeleeni kufanya manunuzi ya tiketi. Mchana saa 8 mabadiliko ya muda yanatokea, sio mabadiliko ya muda, kuahirishwa kwa mechi yanatokea. Sasa tunakuja kujiuliza, ni kanuni ipi au sheria ipi iliyotumika kuahirisha mchezo huu? Kama ni issue za kiusalama, Watanzania sio wajinga, tunajua issue ya kiusalama ambayo inapelekea kuahirisha kwa mechi endapo machafuko yamekuwa makubwa. Kwa mfano, machafuko yale yanapelekea hata jeshi au vyombo vya usalama kushindwa kudhibiti machafuko hayo, ndio yanayoweza kupelekea mchezo huo kufanyaje?
kuahirishwa. Labda ile kauli ya rais wa TFF Wallace Karia, Wanayanga wengi wametoka hadharani na kusema Rais Karia aombe radhi klabu ya Young Africans. Ni sahihi, kwa sababu nataka niwaambie kitu kimoja. Unavyokuwa kiongozi mkubwa kwenye taasisi, kwenye jamii yeyote, ustahili kuwa na majibu ya kukurupuka. Ustahili kuwa na majibu ya kukurupuka. Sio kama naeleweka vizuri. Kwa nini nasema usiwe na majibu ya kukurupuka? Yeye tunajua hakuwepo hapa nchini. Alikuwa kwenye mkutano wa CAF. Si kweli? Alikuwepo kwenye mkutano wa CAF. Anarudi baada ya kusema kwamba mimi nilitegemea kama kiongozi yule mkubwa angesema kwamba nimelisikia na nimefuatilia au naendelea kufuatilia, naombeni niwasiliane na watendaji wangu, nitarudi kujibu au watendaji wangu watalitolea majibu, kwa sababu bodi ya ligi ilishasema ipo kwenye uchunguzi. Sasa alivyokuja kujibu kiasi kile, ilitupelekea moja kwa moja kwa mtu anayejua kutafakari jambo au kufikiria jambo kwamba bodi ya ligi sio walioahirisha mchezo. Bodi ya ligi sio walioahirisha mchezo. Walipewa maagizo kutoka kwa kiongozi mkubwa ambaye ni yeye. Kwa sababu pale alionyesha ni hali kiasi gani anaumizwa Simba ambao hapati ubingwa. Sisi tunaelewana? Ni namna gani Simba anaumia na Simba kuto kupata ubingwa. Na hii inatokea mara 4 mfululizo. Na bado ndani yake Yanga anakuwa bingwa mara 4 mfululizo, anamfunga tena Simba. Umenielewa vizuri? Sio kama mnanielewa. Wakati Yanga anacheza, Simba anakuwa bingwa mara 4 mfululizo, hakuwahi mfunga Simba. Hakuwahi mfunga Yanga. Kama mnafuatilia au mnajua vizuri, hakuwahi mfunga nani? Young African. Yeye anakuwa bingwa mara 4 mfululizo. Why sasa Yanga leo hii anakuwa bingwa mara 4 mfululizo, Simba hajafanikiwa kumfunga nani? Yanga, na hajafambulia hata sale. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba yeye anaungana na klabu ya Simba. Na ndio maana kuna siku niliwahi waambia kwamba anaungana na klabu ya Simba. Rais wa TFF. Kabisa. Tusianze kupepesa macho. Kama unafika sehemu na ngoja nikwambie, naomba ni kwa kauli hii. Mimi sitaki kusema kuonekana nazungumza tu. Kwamba kama ni klabu ambayo imenufaika kupata mafanikio mengi kwenye uongozi wake ni Yanga. Sio tunaelewana? Haya, naomba nikuulize. Safari hii ni nani wanaogombania kuwa mabingwa wa ligi kuu? Young Africans. Na nani? Na Simba Sports. Umenielewa? Ni Yanga na nani? Haya, huu mgogoro umetokea ni nani na nani? Yanga na Simba. Haya, leo hii bodi ya ligi imesema tumetumia busara kuto kumfanya Simba shuka nini? Daraja. Hiyo sio kauli yangu. Ni kauli ya Steven Mguto. Sasa unajua na vyombo vya habari au mimi jamani ninakurupuka? Alisema ile tusingetumia busara, Simba alikuwa anashuka nini? Daraja. Sasa nataka niwaambie, busara inakuja wakati Simba akiwa anakosea. Naomba niwaulize kitu kimoja. Mnakumbuka mwaka, nimesahau mwaka kama sijakosea, nadhani 2019, 18 hapa. Nahisi tulikuwa na mchezaji mmoja Yanga ilimtambulisha. Yanga ilimtambulisha. Baada ya kutambulishwa na Yanga, ilionekana ni mchezaji ambaye hajamaliza mkataba kutoka Simba.